Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari 17 mpaka 18. Amen. Baba, tunakushukuru tena. Tunakushukuru kwa jioni hii ya leo, kwa mwili takatifu la Yesu. Amen. Sema tena amen. Ndiyo. Naomba tuwepo kabisa, mtu wa Mungu, tuwepo kabisa, kwa kumaanisha, kwa sababu uwepo wa Mungu usitupite. Tukiwepo kabisa, tutakutana na Mungu ambaye tunasema ukuu wake, uwezo wake, nguvu yake, usaidizi wake, mamlaka yake lazima ikutane na sisi. Bwana Yesu asifiwe. Mahali pa kutiwa nguvu, mtu wa Mungu utiwe nguvu. Mahali pa kuongozwa, mtu wa Mungu uongozwe. Mahali pa kuimarishwa, mtu wa Mungu uimarishwe. Tunaposema habari za Mungu, Mungu ni kila kitu. Anajua yote, anaona yote, yuko kila mahali, anaweza yote. Na hii ndio sababu ni muhimu kuweka tumaini letu kwake kuliko tunavyoweza kuweka tumaini juu ya kitu chochote katika maisha yetu. Biblia inasema wakati wa mwisho, na siku hizi ni siku za mwisho ambazo watumishi wa Mungu walitabiri kuhusu kanisa kwamba nyakati za mwisho zitakuwa nyakati za hatari kwa kanisa, kwa sababu maisha yatakuwa magumu. Kutakuwa na misuguano ya mambo magumu ya hapa na pale kwa wanadamu. Kwa hiyo watu watasahau maelekezo ya Mungu katika njia zao, na kwa sababu watasahau, hiyo ndiyo sababu Mungu anasema lazima aachilie Roho Mtakatifu kama mwalimu, kama mkumbushaji, ili watu wa Mungu wasiingie kwenye nyakati hizo za hatari, kwenye nyakati hizo za uharibifu, kwenye nyakati hizo za kupotoka. Maana wengi watapotoka, watapenda maisha yao kuliko kumpenda Mungu, watapenda miradi yao kuliko kupenda kusudi la Mungu. Hivyo zitakuwa nyakati ngumu kwa kanisa, zitakuwa nyakati za hatari kwa watu wanaomcha Mungu, maana ile hali ya kumcha Mungu itawaliwa na zile nyakati. Ndio sababu Biblia inasema upendo wa wengi utapoa. Watu watakataa kumilikiwa na neno la Mungu, watu watakataa kuongozwa na Roho wa Mungu, kwa sababu ni nyakati ngumu, kwa sababu ni nyakati ngumu. Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo inawezekana mahali pengine sema watajitafutia walimu makundi makundi ili waweze kupotoka. Sasa kanisa lazima tuwe makini kuidhibitisha njia unayoipitia, uipime kwa neno la Mungu, uipime kwa
kwa sauti ya Roho Mtakatifu.